Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, nikitumai kwamba buheri waswiha popote pale ulipo. Shukran sana Nancy Onyanja ukiwa hapo Nairobi. Kumbuka bila shaka unatupata mubashara kupitia runinga yako ya KBC tukiwa hapa mjini Mombasa. Karibu ndani ya Kuzacha, awamu ikiwa ni ya mambo bayana. Kama kawaida yetu ndani ya mambo bayana tunatoa suluhu ya matatizo mengi katika jamii na vile vile kutoa mafunzo mbalimbali tukiwa na wageni maalum katika studio zetu hii leo, tukiwa tunazungumzia kuhusu mnada wa chai Mombasa, bei na ushawishi wa kimataifa. Na bila shaka ndani ya studio tumebahatika kuwa naye George Omuga ambaye ni Managing Director East Africa Tea Trade Association. Bila shaka ni wakati mzuri zaidi wa kuweza kufika katika studio zetu, kwa sababu ni wakati ambao jiji letu la Mombasa limebahatika kuwa na ubaridi na manyunyu ya mvua yameweza kutanda katika anga zetu. Bila shaka ni wakati mwafaka wa kuweza kuelekeza katika culture ya kunywa chai hapa mjini Mombasa. Bila kupoteza wakati niweze kutoa fursa hii kwa mgeni wetu. Karibu sana ndani ya studio zetu, na labda mueleze mtazamaji, wewe ni nani, unajishughulisha na nini, na safari yako ya elimu hadi kufikia kwa mkurugenzi wa shirika hili la chai hapa katika East Africa ni upi? Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa George Omuga. Mimi ndio mkurugenzi mkuu wa East Africa Tea Trade Association, na kwa hali yangu ya elimu nimesoma mpaka nimepata shahada ya master's degree katika masomo ya kilimo kutoka chuo kikuu cha Egerton University, na baada hayo nilienda kuanza kazi kwa sekta ya chai, kuanzia kwa mashamba. Nikafanya kwa mashamba miaka kama 4 hivi, nikaenda kwa factories pahali penye chai na siagwa, nikafanya miaka karibu 20, na sasa nimekuja kwa sehemu ya soko. So nimefanya kazi ya kupanda chai, kusiaga chai, nimekuwa mnunuzi wa chai, na sasa niko kwa upande wa kuhakikisha kwamba mnada wa chai ya Mombasa imekuwa sehemu muhimu kwa kuhakikisha kwamba wakulima wamepata bei mzuri kule kwa juu ya chai yenye wanaleta kwa mnada wa chai Mombasa. Naam, shukrani sana kwa maelezo hayo. Kwa mtazamaji ambaye hafahamu, chai hupandwa wapi haswa hapa nchini? Hapa mchini Kenya chai huwa inapandwa kwa counties 23. So kutoka upande wa West of the Rift Valley, chai inapandwa Kericho, Nandi, Bomet, Kisii, Nyamira, Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia. So alafu kuna sehemu ya mlima wa Kenya pia chai inapandwa kwa counties kadhaa. So kwa ujumla chai huwa inapandwa kwa sehemu zenye kuna ujuu wa bahari yenye inakuwa zaidi ya 1800 meters above sea level. Ndio maana chai haiwezi kuzwa hapa Mombasa, kwa sababu the altitude in Mombasa is a bit low. Na pia chai inataka ipandwe sehemu penye kuna kitu inaitwa volcanic soils. Na the pH levels ya mashamba penye chai inakuzwa inatakikana kuwe below 5 in terms of the pH levels. Humaniza chai hufanya vizuri kwa mchanga yenye iko na acidity. So ukiwa na pH values above 5, humaniza chai haiwezi fanya vizuri kwa sehemu kama hayo. Kwa hivyo sehemu ya mlima Kenya na sehemu ya Rift Valley mara mingi ndio huwa tunakuza chai hapa Kenya. So kwa hivyo wingi wa chai huwa inatoka sehemu ya West of the Rift, alafu inafuatwa na mlima wa Kenya. Na labda kuna mbinu za ukulima ambazo zinaweza kutumika ili kuweza kukuza chai katika maeneo mengine ambayo hayana hizo vipengele ulivyoeleza hapa mwanzo? Kuna nchi kadhaa kama China huwa wanafanya irrigation kwa chai. Hata Tanzania pia wanafanya irrigation, lakini chai yenye tunakuza hapa Kenya inakuzwa kwa hali ya kawaida. Haifanywi irrigation, hatuweki madawa kwa chai. Humaanisha kwamba chai yenye tunatengeneza hapa Kenya haina madhara yoyote, kwa sababu
hatutumii dawa ya pesticides ama herbicides. Lakini nchi zingine kama Sri Lanka, India, China huwa wanatumia agrochemicals kukuza chai yao ili wazuie uambukizi ya insects na pia magonjwa mbalimbali kwa chai. Lakini yetu hapa Kenya inakuzwa bila madawa. Na kwa sababu hiyo ni added advantage kwa chai yetu ya hapa nchini. Je, soko letu la chai likoje katika kimataifa? Kenya ndiyo inakuwa nchi kubwa sana ulimwengu mzima kusafirisha chai yake kwa nchi za ng'ambo. Umaanisha kwamba Kenya ndiyo inaongoza kwa soko ya kimataifa kuhusu tea exports. So kwa hivyo ulimwengu mzima, Kenya sipokuza chai ama sipouza chai kwa hii mnada ya Mombasa, bei ya chai ulimwengu mzima itaadhirika. So kila sehemu ulimwengu wanatazama chenye nafanyika kwa mnada wa chai ya Mombasa. Humaanisha kwamba ile bei yenye tunapata kwa mnada wa Mombasa huwa ina influence global tea prices. So mara mingi ulimwengu mzima chai yetu huwa inaenda 40% inaenda huko nchi ya Pakistan, alafu 19% inaenda nchi ya Egypt ama Misri, 8% inaenda Britain, 5% inaenda UAE. Lakini soko ya Waarabu sana sana hizo area ya Guba wanachukua karibu 25%. Humaanisha kwamba ukuzaji wa chai hapa Kenya inategemea sana soko ya kimataifa. So chochote kifanyika, kama juzi tulikuwa na vita huko Uarabuni, soko ya chai hapa Mombasa ilikuwa affected. Wenye walikuwa wamenunua chai hawangeweza kusafirisha chai kutoka Mombasa kuelekea huko Uarabuni. Humaanisha kwamba chochote kifanyika kwa hizo soko mbalimbali penye tunapeleka chai zetu, kama vile shida ilikuwa huko Middle East, huwa wakulima wa Kenya wanaathirika na kwa sababu tunakuza chai kila siku, tunasiaga chai kila siku, tunaleta chai hapa kwa mnada kila siku. Lakini kama hakuna soko, humaanisha chai haitatoka Mombasa kuelekea kwa nchi zingine. Yes. Na wanasema kwamba mganga hajigangi. Kwa hivyo sisi ni wakuzaji wa chai nzuri sana hapa nchini, lakini bado soko letu sisi wenyewe bado liko chini. Mojawapo ya soko ambalo liko chini kulingana na takwimu ni Mombasa. Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha wakazi wa Mombasa ama wengi ambao hawatumii chai, linasababishwa na nini, na ni vitu gani ambavyo labda tunafaa kurekebisha kuhakikisha kwamba wakazi wanaipenda chai na wanazidi kusupport our local farmers? Inatakikana watu wapate kuelewa umuhimu ya chai kwa afya yao. Ukinywa chai huwezi pata madhara ya blood pressure. Ukinywa chai huwezi pata shida ya kuoza kwa meno. Ukinywa chai unapata kitu inaitwa chai iko na kitu inaitwa antioxidant. Antioxidant huwa inasafisha damu. So ni vizuri watu Wakenya wapate kuelewa umuhimu ya kukunywa chai. Ndiyo tunakuza chai, lakini tunasafirisha kwa soko ya nje 95%. Sisi kama Wakenya tunakunywa tu 5% peke yake. Lakini ningependa kuhimiza ama kuwasihi Wakenya wapate kuanza kukunywa chai yao. Nchi kama China ndio wanakuza chai mingi dunia mzima. 55% ya chai inakuzwa dunia mzima inatoka China, lakini wao wanakunywa chai yao wao wenyewe, wanapata tu kuexport 10%. Hata India pia wako ndio wapili kwa kukuza chai na wanakunywa hiyo chai yao wao wenyewe. Lakini sisi kama Wakenya tunakuza chai, lakini tunalazimisha
watu wa nje kuikunywa, nasi sijui tunakunywa nini kama Wakenya. So nataka kuhimiza Wakenya waanze kukunywa chai yao. Sana sana hapa Mombasa pia inastahili wanywe chai mingi, kwa sababu inchi nyingi yenye nakunywa chai ni inchi zenye ziko na joto jingi. Kwa sababu ukinywa chai na utembee kwa jua, huwa chai inapoesha joto ya mwili. Kwa sababu ukisha kunywa chai unapata kutoa kusweat, na hiyo sweat inatoa kitu inaitwa latent heat of vaporization kutoka kwa mwili. Ndio inchi za Arabu wanakunywa chai mingi sana. Ndiposa chai yetu mingi inaenda Pakistan, inaenda Egypt na UAE. So watu wa Mombasa pia ni heri wanywe chai, waanze. Yes, ndio wakitembea hata kwa jua ya Mombasa wasipate kuhisi joto. Lakini kuna hoja ambao huisikia kwa watu kwamba chai ina uzoefu mkubwa ama inaleta addiction. Labda ukinywa chai siku nyingi, usiku ukikosa chai unaumwa na kichwa. Je, kuna ukweli katika hilo? Kuna ukweli kiasi, lakini ukiangalia ile kiwango cha caffeine kwa chai iko chini sana. Kiwango cha caffeine kwa chai ni 0.002%. So ukilinganisha kiwango ya caffeine kwa kahawa na chai, kahawa ina kiwango juu ya caffeine. So ingawa ukizoea sana kukunywa chai, usipokunywa utapata kuumwa na kichwa kidogo. Lakini ni rahisi sana kuacha kukunywa chai kuliko kuacha kukunywa kahawa kwa sababu ya addiction. Labda tukirudi pale kwa soko la Mombasa, unadhani kwamba wakazi wa Mombasa wameachana kunywa chai, labda wamegeukia unywaji wa kahawa wa hali ya juu? Labda utawaambiaje kwa wakazi ambao wamezoea kunywa kahawa kwa wingi, kila jioni mtu anakunywa kahawa lakini hanywi chai, na labda kahawa sio yetu? Unawaambiaje watazamaji ambao labda wamezoea kunywa kahawa badala ya chai, na kama ulivyosema kwamba ina madhara zaidi tukiachana na kahawa? So ningependa kuwahimiza wakazi wa Mombasa waanze kunywa chai badala ya kukunywa kahawa. Sisemi waache kukunywa kahawa, kwa sababu hata wakulima wetu hapa Kenya pia wanakuza kahawa. Lakini ukiangalia ile mmea inakuzwa sana hapa Kenya yenye inaongoza ulimwengu mzima ni chai. So ni heri wakazi wa Mombasa pia waanze kushukuru na waanze kusupport unywaji wa chai, ili wasiwe na addiction yenye huwa inaletwa na unywaji wa kahawa. Na labda kuna kitengo maalum cha kuweza kufanya labda kupanua soko la chai hapa nchini na nje ya nchi, na labda mumeweza kutumia labda mitandao ya kijamii ama kuongeza labda ushawishi zaidi kwa watu ambao labda hawapendi chai kuweza kutumia chai hii? Tuko na mpango tukifanya kazi na serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba Wakenya wako na uwezo wa kukunywa chai yao. So kama mwaka iliyopita tuliweza kuzungumza na serikali mpaka wakakubali kutoa zile taxes na levies yenye walikuwa wameweka juu ya chai yenye Wakenya wanakunywa hapa locally. So walitoa ile VAT kwa chai, the 16% VAT, ili bei ya chai hapa Kenya ikuwe nafuu na Wakenya wapate kukunywa chai zaidi. Na tuko na mpangilio mbalimbali kama Jumaa iliyopita tulikuwa tunasema sana na vijana wa Kabianga University kuwaonyesha umuhimu ya kukunywa chai na umuhimu ya kusoma na waje wafanye kazi kwa sekta ya chai. So kuna mpangilio mbalimbali yenye tunafanya naye pamoja na serikali kuhakikisha kwamba tumeeneza ubora wa chai hapa nchini Kenya na kuwahimiza Wakenya wanywe chai ili tuache kutegemea masoko za nje. So kwa hivyo hali ya kufanya value addition pia hapa Kenya, serikali wamejaribu kuboresha ya ile investment environment ya value addition. So hawajatoa taxes zote yenye tulikuwa tumependelea watoe, lakini wametoa nyingi yenye naamini ya kwamba baada ya kitu kama miaka miwili hivi tutaanza kuona ile ukuzaji wa value addition plans hapa Mombasa na sehemu nyingi hapa Kenya.
Na je, mabadiliko ya tabia nchi je, yameathiri kwa kiwango fulani katika uzalishaji wa chai tukilinganisha labda miaka iliyopita na hivi sasa? Je, uzalishaji uko sawa ama unatofautiana? Uzalishaji wa chai miaka iliyopita ilikuwa chini kidogo. Ndio. Katika mwaka wa 2024 tulizalisha milioni 598, lakini mwaka wa 2025 Kenya ilizalisha milioni 550. Humaanisha ya kwamba kulikuwa na upungufu kama ya kilo milioni 44. Na nilikuwa nimesema hapa awali ya kwamba hapa Kenya tunakuza chai kwa hali ya kawaida. Hatufanyi irrigation, so tunategemea tu mvua. Na mwaka wa 2025 kulikuwa na changamoto ya kiangazi kidogo, na hiyo ilifanya uzalishaji wa chai ipunguke. Na sisemi ilikuwa mbaya, kwa sababu hizo miaka ya nyuma tulikuwa tunazalisha chai mingi kushinda mahitaji ya watu. Nikikumbuka mwaka wa 2024 kulikuwa na kelele mingi kuhusu zile chai zilikuwa zimekwama hapa kwa ghala za Mombasa. Na hiyo pungufu ya kilo milioni 44 ilisaidia kiasi kuboresha bei ya chai kwa mwaka wa 2025. So saa hizi vile mvua imenyesha kuanzia Februari, tunatarajia kuona uborefu ya uzalishaji wa chai. Na tunaamini ya kwamba wakulima watakuwa na uwezo wa kupata mapato nyingi kushinda mwaka wa 2025 kwa hii mwaka wa 2026. So dakta, kwa hilo nafahamu kwamba Wakenya hulima chai na kuweza kuisafirisha katika nchi za nje, na vile vile watu wa nchi za nje wakaweza kuitengeneza na kuiongeza vitu muhimu ama vitu vizuri na kuweza kuiregesha tena hapa Kenya na sisi tukaweza kuinunua. Je, tatizo liko wapi? Kwa nini Wakenya hawaweza kutengeneza chai yao hadi kuifikisha katika masoko ya kawaida wao wenyewe? Tatizo ilikuwa juu ya government policies. Ile chai tunauza kwa mnada Mombasa ilikuwa zero rated, haikuwa ina attract VAT, lakini chai yenye Wakenya walikuwa wananunua na kupack na kukunywa hapa Kenya ilikuwa ina attract 16% VAT. Ndiposa tulipata kuzungumza na serikali mwaka iliyopita na wakakubali kuiondoa. So nilikuwa nimesema awali ya kwamba Kenya hatutengenezi packaging materials. Tunaagiza zile materials za kufanya value addition kutoka nchi za nje. Na mwaka wa 2025 tulizungumza na serikali wakubali kuondoa ile import duty, kwa sababu ukigiza karatasi kama filter paper ya kutengeneza tea bag unalipa ushuru ya import duty ya 35%, excise duty 25%, IDF 3.5%, 1.5% railway levy and 16% VAT. Humaanisha kwamba ukiangalia ile ushuru yenye serikali walikuwa wana charge kwa kuagiza packaging materials hapa Kenya ilikuwa 81%. So hiyo ilifanya hali ya kufanya value addition hapa Kenya ikuwe ngumu kidogo. Lakini tunatarajia kuelekea mbele hali ya kufanya value addition hapa Kenya itakuwa bora, na tumeona nchi mbalimbali wakija hapa Mombasa na kuweka viwanda zao hapa Mombasa ili wanunue chai kutoka kwa mnada ya Mombasa, wafanye value addition hapa Mombasa na wasafirishe chai yenye imekuwa package kwa nchi za ng'ambo, kwa sababu Mombasa wako na uwezo ya kupata chai kutoka kwa nchi 10 hapa Afrika. Na unadhani mageuzi gani ambayo yanahitajika kuboresha mfumo huu ili kuwezesha wakulima wa nchini hapa kuweza kufanya value addition na kuweza kutengeneza labda final products wao wenyewe? Mageuzi yenye tungependelea ifanyike ni kwamba inatakikana serikali na sekta ya chai kwa jumla wafanye kazi pamoja kutafuta soko. Kwa sababu kwa miaka kama
30 hivi tumetegemea tu soko kama 5 hivi. Wakati kama huu soko 5 wananunua karibu 71% ya chai yetu kama kutoka Kenya. So tukifanya kazi pamoja na serikali, tutafute soko ile ya bulk na ya value addition, itakuwa bora zaidi, kwa sababu ukifanya value addition packaging hapa Kenya, dhamani ya hiyo chai inakuwa juu kushinda kuuza chai kwa magunia kubwa kubwa. So bado tunatarajia kuzungumza na serikali zaidi ili tupate kufanya kazi pamoja, kutafuta sio soko za nje peke yake, lakini hata kukuza soko ya chai hapa Afrika. Waafrika tuko watu bilioni 1.4 na ile chai tunakuza hapa Afrika ni 804 million kilos. Umaanisha ya kwamba kila Mwafrika akikunywa kikombe moja cha chai kila siku, tuko na uwezo ya kukunywa chai yetu kama Afrika na tuagize chai zingine kutoka nje. Hiyo itasaidia wakulima sana, kwa sababu wakulima watakosa kutegemea soko za nje, kwa sababu ukiangalia hali ya siasa ya kimataifa inaitwa geopolitical factors, huwa inadhiri sana hii mnada wa Mombasa. And, kwa mfano wakati kulikuwa na vita hapa Middle East, bado inaendelea, imeadhiri soko kwa sababu tumepoteza karibu 20-25% ya export market, na hiyo inadhiri wakulima directly. So maanisha tukikuza na kueneza soko ya Afrika, tuko na uwezo ya kukunywa chai yetu kama Afrika. Naona hata katika supermarkets ama katika maduka makuu hapa nchini utapata kuna bidhaa nyingi za chai ambazo zimewekwa kwa tea bags. Kiswahili wanaita nini? Tea bags inatumika katika kuweka katika kikombe cha chai. Unazungumziaje tea bag? Je, ni chai halisi kama chai nyingine ama ni chai ambayo imetoka nchi zingine? Kwa sababu kama mimi mwenyewe binafsi ni mpenzi wa hizo aina za chai, kwa sababu hivi sasa ukifikiria kukata ile labda kutumia ile chai yenyewe katika sufuria na inakuwa na process ndefu, lakini watu wamegeukia kutumia tea bags. Unazungumziaje wewe kama kiongozi? Chai ya tea bag sio mbaya, lakini inatengenezwa kwa soko fulani. Kuna wale ambao wanapenda chai ya kuchemshwa, wao watanunua ile chai ya kuchemsha. Lakini wale ambao wanakaa kwa nchi kubwa kubwa kama Mombasa, Nairobi, Kisumu na nchi za ng'ambo, huwa hawana muda ya kuchemsha chai na kutumia kichungi kuchunga hiyo chai. Umaanisha kwa sababu hawana hiyo muda, wamependelea sana tea bag. Haimaanisha kwamba chai ya tea bag ni mbaya. Imewekwa kwa tea bag ili irahisishe kazi, ndio watu wasifanye kazi mingi kabla wapate kikombe cha chai. Na kunao baadhi ya watu nimewahi kuwaona anatumia tea bag na anaitia katika sufuria, inachemka pamoja na chai. Sasa pale sijui inaletea madhara katika labda kile kipakiti kilichotumika kutengeneza tea bag, ama hapo unaonaje hapo? Huwa mara mingi siku hizi tea bag huwa zinatengenezwa na karatasi. Ndio. So umaanisha kwamba zile percentage ya microplastics kwa hiyo karatasi ya tea bag iko chini. So ni heri badala ya kuchemsha, weka tea bag na uchemshe, ni heri ununue loose ile chai haijawekwa kwa tea bag, uchemshe, utumie kichungi, ndio utapata ladha halisi na kamili ya chai. Lakini haina madhara kama hutaki kutumia loose tea, ni heri pia uchemshe tea bag. Either way watu watakuwa wanakunywa chai. Ukiwaambia lazima wafungue hiyo tea bag, haina haja, wacha wachemsha hivyo, bora wamekunywa chai. Hiyo itasaidia kupanua ama kuongeza unywaji wa chai nchini, na itasaidia pia kukosa kutegemea sana soko za nje. So tukikunywa chai yetu itakuwa bora zaidi. So ni heri, hata kama ukipenda chai ya tea bag, kunywa tea bag. Ukipenda ya kuchemshwa, kunywa ya kuchemshwa, zote ni chai. Naam, bila shaka. Na kuna kijana labda anatutizama hivi sasa, ama mama ama mtu yeyote ambaye ana ndoto ya kuweza kuanza kuwa mkulima wa chai, hatua ni zipi? Anaanzia wapi? Kwa watu ambao huku Mombasa hatujai kuona
labda ukulima huu ukifanyika, je, mtu anaanzaje na labda kupata mbegu na kupata mbolea na kuanza labda biashara hiyo inakuwaje? Kwanza kabisa, kabla upande chai lazima uwe na shamba. Ndio. Na uwe na shamba kwa sehemu chenye chai inakuzwa. Ya pili ni kwamba lazima upate ile mbegu ya chai yenye imetengenezwa vizuri na Tea Research Institute. Hiyo ni ile body yenye huwa imefanya utafiti hali ya juu. So ukitaka kuwa mkulima ni heri upelekwe Tea Research upate kuonyeshwa zile mbegu mbalimbali yenye iko na uwezo ya kutoa mazao ya juu na iko na uwezo pia kutoa ladha tamu ya chai. So baadaye ukishapewa hizo mbegu, unatengeneza shamba yako na unapanda, alafu kutengeneza chai mpaka ipate kuchunwa inachukua miaka 4. Huwezi panda chai leo na uanze kuichuna kesho. Ukipanda chai leo utaanza kuvuna, pata mavuno ama mapato mazuri baada ya miaka 4. Lakini sisi kama East Africa Tea Trade Association tuko na mpangilio ya kupata kusomesha vijana ili wapate kuelewa chenye nafanyika katika tea value chain, kuanzia mashambani, viwanda wa kusiaga chai na hata kwa soko. Na ujue kwa soko kuna watu wako na ujuzi ya kuonja chai, wanaitwa brokers, na kuonja chai na kutoa ubora wa chai kamili kupitia ulimi. So wakiweka hiyo chai kwa ulimi, wako na uwezo ya kujua hii chai ni mzuri na hii chai ni sio mzuri. Hii chai imeungua kwa dryers, ikifanyiwa drying kwa factory, na hii chai haijaungua. So kuna mambo mingi sana huwa kabla chai uuzwe hata kwa mnada ya Mombasa, imepitia mikono kadhaa kuhakikisha kwamba ubora wa hiyo chai imedhibitishwa na mikono mbalimbali. Na tusalie hapo hapo katika upanzi. Je, kuna aina tofauti ya miche ya chai ama labda tunaona labda majani tofauti, kwa mfano fahari ya Kenya tunaona tofauti. Je, hiyo ni ladha tofauti ama ni chai huwa ni moja ama miche huwa tofauti, inakuwaje? Kuna miche tofauti ya chai. Wacha niseme hivi, chai iko kwa familia inaitwa Camellia sinensis. Lakini kutoka kwa hiyo familia kuna miche mbalimbali yenye iko na ladha tofauti na yenye natumika kutengeneza chai aina mbalimbali. Kuna chai fulani tunaita purple tea. Ikikuzwa kwa shamba iko na rango ya purple. Na hiyo chai inasiaga kwa njia tofauti na iko na ubora wa afya zaidi. Iko na chemicals zingine inaitwa anthocyanins. The anthocyanins are better antioxidants kushinda ile chemichemi iko kwa chai ya kawaida. Alafu kuna aina fulani ya chai ni bora zaidi kutengeneza orthodox tea. Nimefurahi sana ama ningependa kuambia Wakenya kwamba tulianza kuuza chai ya orthodox kwa mnada ya Mombasa mwezi wa Septemba mwaka wa 2025. So badala ya hii chai ya kawaida tumezoea kuikunywa na kuiona, kuna nafasi bora zaidi pia kutembelea mnada ya Mombasa, kupata kuona pia orthodox tea na kupata nafasi ya kuinunua orthodox tea. Na kuna miche zingine ya chai pia ni bora sana kutengeneza green tea, chai yenye haipitishi kwa ile oxidation process, yenye ukiweka kwa kikombe haitoi rangi. Haitoi rangi, inabaki green. Na ukikunywa iko na faida mingi sana kwa afya ya mwanadamu. Umetaja kwa orthodox tea pia ina faida, labda faida zake kwa ufupi ni gani? Faida ya orthodox tea ni kwamba orthodox tea inatengenezwa kama whole leaf. Tunatumia mashine inaitwa rolling tables. Na hiyo mashine inakunja matawi ya chai, haikati.
So ikisha kunja alafu inakaushwa, ukiweka kwa kikombe inafunguka kama ile chai ilichunwa kwa shamba. So iko na ladha, iko na harufu, kitu inaitwa flavor. Ukiweka kwa kikombe utaweza kupata hiyo harufu zaidi, hata kabla ukunywe hiyo chai utapata harufu kutoka kwa kikombe, kwa sababu ile matawi imefunguka vizuri, na zile chemichemi yenye iko kwa chai huwa inatoka mingi kushinda hii ya Black Sea TCT. Hata mimi nitaitafuta Orthodox Tea nionje kidogo. Je, wakulima ambao wanalima mazao haya ya chai wanapata faida ya moja kwa moja, ama soko linakuwa vipi baada ya chai kuweza kusafirishwa nje ya nchi? Baada ya muda ndo wanapata faida zile, ama moja kwa moja akifikisha katika soko ama mnada wa kawaida anaweza kupata faida yake ya chai? Wakulima wa chai hapa Kenya wame sign kitu inaitwa agreement na factories. Sasa kwa hiyo mkataba wameandikishiana na factories. Wao kazi yao kubwa ni kuchuna chai mzuri na kupeleka kwa factory. Mwezi ikiisha, hata kabla hiyo chai kusiaga na kupeleka kwa mnada, mkulima lazima lipwe. Analipwa malipo ya kwanza kila mwisho wa mwezi, na baada ya mwaka ikiisha, kila factory wanafanya hesabu yao kulingana na vile waliuza chai yao kwa mnada wa Mombasa. Na ile bei waliweza kuuza pia chai directly. Kuna wenye wanauza chai kwa inchi za ngambo bila kupitisha kwa mnada ya Mombasa. So baada ya mwaka kuisha, wanafanya hesabu yao kulingana na ile faida wamepata kama kiwanda. Hiyo faida wanagawia wakulima, so huwa inalipwa na inaitwa bonus. Sio bonus halisi, lakini ni malipo ya mwisho. So hiyo malipo inategemea vile hii factory itengeneza chai mzuri ama chai bora, na ile bei walipata kwa mnada ya Mombasa. So kulingana na hiyo tofauti ya bei, factories zingine wanapata bei mzuri zaidi kushinda zingine. Kwa mfano, utapata hapa Kenya zile viwanda ziko Mount Kenya, huwa bei yao iko juu kwa sababu wako karibu na mlima. Ile ladha ya chai yao iko bora zaidi. So huwa mara mingi wanapata bei ya juu kushinda zile factories zenye ziko west of the Rift Valley. Sasa ukilinganisha malipo baada ya mwaka, unapata wale wakulima wa Mount Kenya wanalipwa pesa ya juu kushinda wakulima west of the Rift. Lakini kila mwezi chai kuwe imesiagwa na kuuzwa ama kuwe haijasiagwa, mkulima lazima lipwe. Lakini ile malipo ya mwisho inalipwa baada ya mwaka moja. Na inategemea ile bei yenye factories walipata kwa mnada wa chai ya Mombasa. Tukimalizia kwa haraka, naarifa kwamba muda hauko nasi, labda bei ya chai inachangiaje katika uchumi wa Kenya kwa jumla? Bei ya chai inachangia pakubwa sana, kwa sababu kila wiki chai tunauza hapa kwa mnada wa Mombasa in dollars. Umaanisha kwamba tusipouza chai hapa Mombasa kwa mnada wa Mombasa, ile shilingi itapoteza dhamani. So umuhimu wa mnada wa Mombasa kila wiki ni kwamba inachangia kustabilize the Kenyan shilling. Inachangia kuleta fedha za kigeni in terms of foreign exchange. So hiyo ni muhimu sana, kwa sababu inaboresha uchumi wa Kenya. Na ukiangalia exports ile mazao mauzo ya nje, chai ndio inafanya vizuri sana. Umaanisha ni sekta yenye natakana serikali ya chai wazingatie zaidi kuhakikisha kwamba shida zenye ziko kwa sekta ya chai itatuliwe na serikali, kwa sababu sekta ya chai ikianguka, naamini hii nchi itakuwa pabaya, kwa sababu wenye wameajiriwa kwa chai peke yake, sekta ya chai, nchi ya Kenya ni zaidi ya watu milioni 6. Na hata ukiangalia uchumi wa Mombasa inaendeshwa na chai. Ukitoa chai kwa poti ya Mombasa, capacity ya poti itapunguka na karibu 30%. Na wenye wameajiriwa kwa warehouses ni wengi, wenye wako kwa makampuni ya wanunuzi ni wengi, wenye wako kwa makampuni ya brokers
ni wengi, wenye wako wameajiriwa kwa makampuni ya logistics and transport wako wengi, so maanisha chai ni muhimu kwa uchumi wa Mombasa na ya Kenya. Naam, shukran sana. Bila shaka imekuwa mjadala wazi kuhusiana na soko ama mnada wa chai Mombasa. Bila shaka tumekuwa naye mgeni wetu George Omuga ambaye sio mwingine bali ni mkurugenzi wa East Africa Tea Trade Association katika mambo bayana hii leo. Bila shaka mtazamaji umeweza kusikia mengi kuhusiana na soko la chai ulimwenguni na hata hapa nchini. Kama wanavyosema Waswahili, kila mwamba ngoma huvutia kwake. Basi hakikisha wewe mtazamaji, haswa kama unatoka hapa nchini, hakikisha kwamba unaweza kugeukia chai yetu na kuweza kuienzi zaidi ili kuweza kujenga soko letu la Kenya na vile vile kujenga uchumi wa Kenya. Hivi sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirudi tutakuwa tunakuelekeza katika studio zetu za Nairobi ambapo tutakuwa tuna mduara wa Bi Maliwaza. Mimi nafahamika kama Fahima Ramadhan. Hadi wiki ijao na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri mtazamaji.